Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 19 Mei mwaka 2026 ameshiriki mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA uliofanyika huko Kigali nchini Rwanda. Mkutano huo wa kimataifa uliwakutanisha pia wataalamu wa nishati, wawekezaji na mashirika ya kimataifa, ambapo ulijadili matumizi ya nishati ya nyuklia kwa maendeleo ya bara la Afrika. Mkutano huo pia ulilenga kujadili namna bora ya kuongeza upatikanaji wa nishati ya umeme Afrika, kupunguza uchafuzi wa mazingira, kusaidia maendeleo ya viwanda, kukuza ubunifu wa teknolojia za nishati ya nyuklia, pamoja na kuvutia wawekezaji katika miradi ya nishati. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wakuu wa nchi wa Rwanda na Togo kabla ya mkutano huo walitembelea maonesho ya wadau mbalimbali yaliyolenga kuonesha teknolojia za nyuklia na mitambo midogo ya nyuklia, small modular reactors, inayotumika kuzalisha nishati ya umeme. Akizungumza katika mkutano huo wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kuwa Tanzania inaendelea kutathmini matumizi ya nishati ya nyuklia kama sehemu ya mkakati wake wa muda mrefu wa kuongeza vyanzo vya nishati. Amebainisha kuwa kwa sasa wataalamu wanafuatilia kwa karibu fursa zinazotokana na teknolojia mpya kama small modular reactors na micro modular reactors ambazo zinaendelea kuonekana duniani kama suluhisho linaloweza kufaa kwa nchi zinazoendelea. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema kuwa matumizi salama na ya amani ya teknolojia ya nyuklia yanahitaji mifumo imara ya udhibiti, wataalamu wenye ujuzi, usimamizi madhubuti wa usalama na kuzingatia viwango vya kimataifa. Amesema nishati ya nyuklia haipaswi kuonekana kama mshindani wa nishati jadidifu, bali kama nyongeza ya kujenga mifumo ya nishati iliyo imara, endelevu na ya uhakika kwa ajili ya mageuzi ya viwanda barani Afrika. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipata nafasi ya kuzungumza na Rais wa Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame pembezoni mwa mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika, ambapo viongozi hao walijadili ushirikiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya nchi zao. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya mazungumzo ya pande mbili na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA Rafael Mariano kuhusu nishati ya nyuklia, miundombinu ya huduma za saratani, kilimo, maboresho ya mifumo ya udhibiti, maendeleo ya rasilimali watu, pamoja na matumizi ya amani ya sayansi na teknolojia ya nyuklia. Katika kikao hicho, Rais Dr. Samia alisisitiza dhamira ya Tanzania kuendeleza matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia na kueleza hatua zinazoendelea kuchukuliwa katika kuimarisha mifumo ya kitaasisi na udhibiti, ikiwemo mpango wa kuanzisha taasisi ya kitaifa ya uratibu wa mpango wa nishati ya nyuklia NEPIO. Viongozi hao pia
walijadili ushiriki wa Tanzania katika mpango wa Rays of Hope wa IAEA unaolenga kuimarisha huduma za uchunguzi na matibabu ya saratani, pamoja na mpango wa Atomic for Food unaosaidia usalama wa chakula na kuongeza uzalishaji wa kilimo kupitia teknolojia ya nyuklia. Rais Dr. Samia alieleza hatua zinazoendelea kuchukuliwa na Tanzania kupanua huduma za tiba ya mionzi na matibabu ya saratani katika hospitali mbalimbali za rufaa nchini, na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kupata ushirikiano wa kimataifa katika kuimarisha miundombinu ya uchunguzi na matibabu. Kwa upande wake, Bwana Grossi ameipongeza Tanzania kwa hatua inazoendelea kuchukua na kusisitiza utayari wa IAEA kuendelea kuiunga mkono Tanzania kupitia ushirikiano wa kiufundi, uimarishaji wa taasisi, kujenga uwezo wa wataalamu, pamoja na kusaidia upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya maendeleo endelevu kupitia matumizi ya amani ya teknolojia za nyuklia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Rwanda Mheshimiwa Paul Kagame pia walipata nafasi ya kushuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano ya ushirikiano katika masuala ya sekta ya nishati, umeme, mafuta na gesi asilia baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Rwanda jijini Kigali, Rwanda. Tanzania na Rwanda zilisaini hati ya makubaliano ya ushirikiano katika sekta ya nishati, hatua inayolenga kuimarisha usalama wa nishati, biashara ya umeme na maendeleo ya miundombinu ya pamoja kati ya nchi hizo mbili. Makubaliano hayo yanaweka msingi wa ushirikiano katika uzalishaji, usafirishaji na biashara ya umeme, ikiwa ni pamoja na kuangalia namna ya kuunganisha gridi za umeme za Tanzania na Rwanda. Pia yamegusa maeneo ya mafuta na gesi, bidhaa za petroli, teknolojia ya nishati, pamoja na kujenga uwezo wa kubadilishana utaalamu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali mara baada ya kumaliza ziara yake ya kikazi, ambapo alishiriki mkutano wa wakuu wa nchi na serikali kuhusu uvumbuzi wa nishati ya nyuklia barani Afrika NEISA, Kigali nchini Rwanda, tarehe 19 Mei mwaka huu 2026. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.